Mtoto mwenye umri wa miaka mitatu aliyekuwa akifahamika kwa jina la Samir Adam akutwa amefariki dunia huku mwili wake ukiwa kwenye dimbwi la maji katika mtaa wa Kizigo, kata ya Ng'ambo, manispaa ya Tabora. Na baadhi ya wadau na mashabiki wa soka jijini Dar es Salaam waeleza kuwa na imani kubwa na matumaini na timu ya taifa ya Tanzania kuwa itafanya vizuri kwenye mchezo wa pili dhidi ya Uganda katika mashindano ya AFCON mtanange unataraji kupigwa hivi leo. Hujambo na karibu sana popote pale ulipo. Ni nyakati nyingine, ni asubuhi nyingine murua kabisa tunakutana hapa kwa ajili ya kuja kutazama habari kutoka hapa Channel 10. Hii ni asubuhi njema. Mimi ni Juma Mohamed. Utaungana nami katika kutazama habari za kitaifa sambamba na habari za michezo na burudani, lakini pia tuna nafasi ya kwenda kutazama magazeti mbalimbali ambayo yametufikia weekend hii ya leo, na kwenye huo magazeti tutazama pia taarifa za michezo ambazo huwa pia zinaandikwa kwenye magazeti ambayo tuko nayo asubuhi hii ya leo. Nafasi hii pia ni ya kwako pia kutuandikia kwenye mitandao ya kijamii yetu. Pale Instagram tunapatikana kama Channel 10 Tanzania, lakini pia una nafasi ya kutufuatilia mubashara kupitia YouTube channel yetu ya Channel 10 Tanzania. Karibu sana. Mtoto mwenye umri wa miaka mitatu aliyekuwa akifahamika kwa jina la Samir Adam amekutwa amefariki dunia huku mwili wake ukiwa kwenye dimbwi la maji katika mtaa wa Kizigo, kata ya Ng'ambo, manispaa ya Tabora, kufuatia mvua kubwa iliyonyesha kwa saa zaidi ya 4. Pedro Salu ana taarifa zaidi. Wakizungumzia mazingira ya kifo cha mtoto huyo, baadhi ya mashuhuda akiwemo baba mzazi wa marehemu wamesema kabla mtoto huyo hajafikwa na umauti alikuwa akicheza na watoto wenzie nyuma ya nyumba yao. Nimepumzika, mara nikaja kuamshwa na bibi yake na ule mtoto. Nilipotoka tu nikakimbia. Nilipokuja hapa nikakuta viatu viko juu ya maji. Nilipoingia ndani nikamgusa, nikamsogea na kumtoa. Baada ya hapo tukawa tumeanza kumkamua maji. Tulipoona kwamba hali inatushinda, tukabidi tuchukue boda twende hospitali. Kuna mama analia, yule mtoto wa pale jana kaniambia mtoto kadumbukia kwenye maji. Ndio nikakimbia na kuja. Nikafika nikamkuta babake anatapatapa. Basi akazunguka huku nyuma na mimi nikamfuata. Akafika kadumbukia kwenye shimo. Akaanza kumtafuta ndani ya shimo, baadaye akatoka naye. Uongozi wa serikali ya mtaa alipokuwa akiishi marehemu umethibitisha kutokea kwa tukio hilo. Kwanza nimeshazichukua, sema tu ni wananchi wangu hawafati utaratibu. Tumeshatoa taarifa sana kwamba kila mwananchi ambaye ana mashimo nyumbani kwake, kama ni maji taka afunike, tena afunike kwa utaalamu unaotakiwa ili hata kesho lisilete madhara. Lakini unakuta wengine wanachimba hata visima vya maji hawafuniki, lakini kila wakati tunawaambia. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Tabora limefika eneo la tukio na kutoa wito kwa wananchi kuchukua tahadhari kwenye maeneo hatarishi, hasa wakati huu wa msimu wa mvua za masika zinazoendelea kunyesha. Narudia kusema kila wakati kwamba kipindi hiki cha mvua watu wawe na tahadhari. Tahadhari katika maeneo mawili. La kwanza, makini na watoto sana. Watoto sasa hivi wako likizo. Watoto hawa usipokuwa makini nao wanaweza tu wakaingia kwenye majanga kama iliyotokea leo hapa. Kwa hiyo wawe makini na watoto, lakini pia wawe makini nao wakati wa sikukuu pia watu wawe makini, kwa sababu mvua sasa hivi zinanyesha. Madimbwi, mtu anaweza kuona dimbwi ni dogo kumbe ni refu, ikasababisha majanga. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Asante Pendo Salo kutoka mkoani Tabora. Tutazame habari nyingine. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simbachawene ameweka wazi maelekezo yaliyoagizwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambayo yanaenda kugusa jeshi la polisi, ambapo mabadiliko makubwa yakidhamiriwa ili kuboresha utendaji kazi wa jeshi hilo. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwanahabari wetu. Amesema hayo wakati wa mahojiano maalum ambapo pia ameahidi kuyafanyia kazi maoni ya tume ya kuangalia jinsi ya kuboresha taasisi ya haki jinai nchini iliyoongozwa na mwenyekiti Mheshimiwa Jaji Mohamed Othman Chande, iliyoundwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan Januari 2023. Kutoka kwenye mwaka mpya nitataka tukae kwa ujumla, tuangalie mfumo ile haki jinai na mawazo yale ya tume. Yepi tunaweza tukaincorporate. Kwa mfano wanasema haki jinai, wale wazee wameandika andiko zuri sana. Wanasema ni vema sasa tusiwe na police force. Wanasema tuwe na police service.
Unajua ikiwa force, ujeshi unakuwa mwingi. Nguvu inatumika. Tunataka police service ili iwe ni huduma ya kipolisi ya kulinda raia na mali zao, lakini ni huduma. Ni huduma, wanatoa huduma. Amesema mabadiliko hayo yanalenga kurejesha mahusiano mazuri na wananchi, huku akiweka wazi kuwa lengo ni kubadili jeshi la polisi kutoka matumizi ya nguvu na kuwa jeshi la kutoa huduma na urekebishaji wa sheria katika masuala ya ukamataji na watuhumiwa wa makosa mbalimbali. Taji ule wa nguvu inazidi kidogo, lakini wananchi wetu tunawazidi kuwa radicalize, tunazidi kuwafanya na wenyewe wawe retaliant, wawe wanajiandaa kama sasa hapa ni mapambano. Hiyo kitu nataka nihakikisha katika kipindi ambacho Mheshimiwa Rais amenituma na amenielekeza vitu vya kufanya. Hivi ninavyovifanya, watu wanafikiri ninafanya mimi tu. Nimeelekezwa na Mheshimiwa Rais nifanye nini, na hiki ndicho ninachokifanya, kwamba lazima uhakikishe mahusiano kati ya polisi na wananchi yanakuwa mazuri. Wananchi wawapende polisi. Leo hii polisi hata akipata shida unakuta watu wanashangilia. Tunataka polisi akipata, hata kama kapata ajali ya pikipiki, tunataka wananchi waende pole bwana, wamuone kama ni msaada wao, rafiki yao, mwenzao. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Asante Hamisi Suleiman kwa taarifa hiyo. Kwingineko, mbunge wa Mtumba na waziri wa madini Anthony Mavunde amesisitiza umuhimu wa kuwasaidia watu wenye mahitaji katika jamii, akisema kuwa kupitia matendo ya huruma jamii inaweza kurejesha tumaini kwa watu waliopoteza matumaini na kuwafanya wajione wanathaminiwa. Kutoka Dodoma, mwanahabari wetu Roda Simba anatujuza zaidi. Waziri Mavunde amesema hayo jijini Dodoma katika tukio la kukabidhi nyumba ya Bi Verian Daudi, mkazi wa Vikonje jijini Dodoma, ambaye awali alikuwa anaumwa na kuhitaji msaada kwa Watanzania kwa ajili ya matibabu, na baadaye akafikia hatua ya kutaka kuuza nyumba aliyokuwa akiishi kwa shilingi $500,000 ili apatiwe matibabu. Sikujali bibi ana watoto au ana watu gani ambao wako, mimi niliangalia yeye na mimi moja kwa moja, na ndio maana niliona nilifanya hili ambalo nalifanya siku hii ya leo. Kwa rai yangu ni kuwaomba wanajamii wote, kama unaweza kuwa sehemu ya tabasamu ya mtu, usikubali jambo hilo likupite. Hakuna jambo jema kama kumfanya mtu aliyekuwa na huzuni akatabasamu. Hakuna jambo jema kama kumpa matumaini mtu aliyekuwa amepoteza matumaini. Hii ni sadaka kubwa kwa Mwenyezi Mungu ambayo ningeipenda kila mmoja wetu iwe sehemu ya maisha yake. Awali wakizungumza katika hafla hiyo, afisa ustawi wa jamii Bi Mela Emmanuel Katamba amesema baada ya Bi Verian kupata msamaha wa matibabu, waliwasiliana na Mavunde ili kuboresha mazingira ya kuishi ya bibi huyo, huku Eda John, katibu kata, akitoa wito kwa viongozi wengine kujitoa kwenye jamii. Lakini baada ya hapo pia tuliendelea kufanya mawasiliano na Mheshimiwa Anthony Mavunde juu ya kuboresha uhalisia wa mazingira yake baada ya matibabu, ambapo waliweza kumpatia kitanda na godoro, lakini pia baada ya hapo waliahidi kuweza kufanya ukarabati wa nyumba ambao leo hii ndio imefanyika, na anamkabidhi nyumba yake baada ya ukarabati. Tunatoa wito kwa viongozi wengine waendelee kuwa na moyo huo wa kumsaidia watu ambao wana hali kama hii hapa. Akizungumza kwa niaba ya Bi Verian Daudi, mtoto wake Abigaili Daudi akawa na haya ya kueleza. Alikuwa tu anaugua, ila hana msaada wa kumsaidia, sababu sisi familia watu maskini hatuna uwezo wa kumsaidia mama. Alikuwa tu anaugua, ananunua vidonge anakunywa, ila msaada walipomuona, kuna mdada mwingine kapita kwamba alikuwa anataka kununua eneo. Bibi kasema mwambie kwamba mimi nataka kuuza nyumba yangu $500,000 mjini kanitibie. Tukio hilo ni kielelezo cha mshikamano, huruma na wajibu wa pamoja wa jamii katika kuwajali na kuwainua watu wenye mahitaji. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Kutoka mkoani Dodoma katikati mwa nchi ya Tanzania, tuelekee huko mkoani Mara, ambapo baadhi ya wafanyabiashara mkoani Mara wameiomba serikali kupitia mamlaka ya mapato Tanzania TRA kuwatafutia wahasibu watakaowasaidia kuandaa na kufunga hesabu zao kwa usahihi ili kuondokana na hasara kubwa wanazokutana nazo wanapokaguliwa na mamlaka hiyo. Musa Makari anatujuza zaidi. Akizungumza wakati wa ukaguzi huo, afisa mwandamizi wakala wa vipimo mkoani Pwani Isaac Bilahi
Amesema zoezi hilo ni endelevu hasa katika kipindi cha sikukuu ambapo baadhi ya wafanyabiashara hutumia mizani isiyokidhi vigezo kuwaibia wateja. Tumekuta baadhi ya changamoto chache kwa baadhi ya mabucha ambao wengine mizani haijahakikiwa na inatumika. Mizani hiyo imeweza kuchukuliwa na wamepewa fomu kwa ajili ya kuja kuripoti ofisi ya wakala wa vipimo mkoa, lakini hapa kuna pia mzani ambao tumekuta ni mzani wa mawe, pia una shida ya pini, imeteguliwa, tumeuchukua. Hivyo nawataka wale wote wanaotumia mizani kuuzia nyama buchani wahakikishe zoezi hilo linafanyika katika hali ya usahihi, mwananchi apate kile anachostahili kupata. Natoa wito kwa mkoa mzima, watumiaji wote wa mizani kwenye mabucha wahakikishe watu wanauzia mizani ambayo imehakikiwa. Kama mzani wako unajua haujahakikiwa, usimuuzie mwananchi. Ukikuta utachukuliwa mzani na utashtakiwa, ikiwezekana tutakupeleka mahakamani. Lakini makosa ya ukuta na mzani ambao hujahakikiwa na serikali. Sababu za kutohakikiwa na serikali, maana huu mzani ni mpya, una muda mfupi umenunuliwa. Baadhi ya wafanyabiashara wa nyama wamepongeza zoezi hilo huku wakisema linalinda haki za walaji na kukuza uaminifu katika biashara. Nashukuru nimekuja kukaguliwa, mzani yangu iko salama, na pia wamenisitiza kwamba nisiwe nafanya mchakato wa kuwaibia wateja, ni jambo baya. Na pia nafurahi huduma hii kwa sababu kiukweli biashara yetu ikiendelea hivi kwa ukaguzi wa kila siku mizani zetu, tutakuwa tunajengea sifa nzuri kwa wateja, wanapimiwa, vipimo vinatimia vizuri. Margaret Malisa, Channel 10. Niombe radhi, hiyo ni taarifa kutoka kwake Margaret Malisa na si ya wafanyabiashara mkoani Mara ambao wamekuwa wametaka wafanyakazi ama watumishi wa TRA kuweza kuwapatia elimu na wahasibu, lakini hiyo ni kuhusiana na upimaji na ukaguzi wa mizani za kuuzia nyama. Tuelekee tukatazame habari nyingine. Kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho limetoa rai kwa watoto wanaolelewa kwenye vituo mbalimbali vya malezi kuishi katika maadili mema, nidhamu na heshima, wakizingatia kuwa misingi hiyo ndio muhimu na mwelekeo sahihi wa maisha yao na jamii inayowazunguka. Tupate taarifa zaidi. Viongozi hao wa kanisa hilo wametoa rai hiyo waliposhiriki hafla ukabidhi misaada na zawadi mbalimbali za Christmas katika kituo cha kulelea watoto yatima cha Chanika Children Shelter kilichopo wilaya Ilala jijini Dar es Salaam. Viongozi hao wakiwemo rais wa kanisa hilo kanda ya Chang'ombe Marco Monyo na mshauri wa kanisa Paul Madale pia wamewahimiza walezi wa vituo hivyo kuzingatia miongozo na maelekezo ya serikali ili kuwasaidia watoto hao kukua katika misingi ya imani, uwajibikaji na kujitambua, hatua itakayowafanya wawe raia wema, wazalendo na wenye mchango chanya kwa taifa. Kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho ni kanisa ambalo limepanuka sana duniani, lakini pia lina fursa mbalimbali kwa ajili ya watoto kama hawa. Kwa mfano, wanapokuwa wameungana na kanisa, kwanza watafundishwa yale malezi ya awali ya kiroho, namna ya kuweza kumpokea Bwana. Hii inawapa pia tumaini nyie watoto kwamba ipo siku hamtakuwepo hapo mlipo, mtakuwa sehemu ya juu zaidi. Lakini misingi, elimu ambayo mnaipata mkiwa hapa kituoni ndio vitu vya msingi zaidi ili nyie kuweza kusonga mbele. Christmas, Yesu anapenda watoto, alizaliwa kwa ajili yetu na sisi tupo kwa ajili yake, na tutafurahia yale yaliyokuwa ya kwake tukifuata njia zake. Napenda kuwahusia vijana, tumshikeni sana Mungu ndipo mema atakapokujia. Kanisa la Yesu Kristo ni la kweli, lina upendo wa kweli na linatufundisha uongozi wa kumfuata Yesu Kristo. Kwa upande wa viongozi wa kituo hicho wakaeleza kuwa mbali ya kutoa malezi kwa watoto hao, pia wanaendelezwa kielimu ili kuwaandaa kujitegemea, huku baadhi ya watoto wenyewe wakitoa shukurani kwa msaada huo ambao utasaidia kutatua baadhi ya changamoto zinazowakabili. Kuna watoto ambao wana scholarship na nadhani mchungaji alinigusia juzi na mama leo pia amenigusia, ameniambia kuna namna fulani tunaweza tukafanya hapo ili hata watoto ambao wako hapa wapate kunufaika. Ndio tu kusema shukrani sana na Mwenyezi Mungu awajalie. Lakini pia Mwenyezi Mungu katika kupitia mtume wake anasemaje, man la yashkuru nasi la yashkuru Allah. Yaani asiye washukuru watu hawezi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa upande wa ndugu zangu au kwa niaba ya ndugu zangu, napenda kushukuru ndugu zetu kwa upendo wenu. Tunashukuru na tunafarijika tunapona maendeleo kwa karibu yetu. Tunafurahi. Mungu awabariki mlipopunguza kwa ajili yetu. Karibuni tena siku nyingine.
Kutoka Dar es Salaam, Yakini Mwakatobe, Channel 10. Naam, asante sana Yakini Mwakatobe kwa taarifa hiyo. Kwingineko, katika kuadhimisha sikukuu ya Christmas na kujiandaa kukaribisha mwaka mpya wa 2026, wadau wa sekta ya utalii mkoani Njombe wametoa wito kwa wakazi na wazao wa mkoa huo wanaoishi nje ya Njombe kuweka mikakati ya kuwekeza katika sekta ya utalii. Tuungane na mwanahabari wetu Michael Patrick kutoka Njombe. Wadau hao wameeleza kuwa Njombe imebarikiwa kuwa na vivutio vingi vya utalii ikiwemo misitu ya asili, maporomoko ya maji, mandhari ya kuvutia, hali ya hewa ya baridi pamoja na utamaduni wa kipekee ambavyo endapo vitaendelezwa vinaweza kuvutia watalii wa ndani na nje ya nchi. Kuna watu hawajui sehemu inaitwa Nyumbanitu, lakini pia kuna mapango ya Nyumbanitu. Lakini pia kama kutawezekana serikali ikafanya uwepesi katika uwekezaji, itakuwa ni rahisi sana watu wawekeze ili tuendelee kukuza utalii kwa upande huu wa Njombe. Mkoa huu wetu wa Njombe una fursa nyingi za kuweza kuboresha maisha yetu ya kiuchumi. Biashara zinakuwa kuanzia biashara kwa maana hospitality industry, tunazungumzia juu ya mahoteli. Karibuni sana Njombe, tuwekeze katika maeneo mbalimbali. Aidha, wadau hao wamesema kuwa uwekezaji katika hoteli, nyumba za kulala wageni na maeneo ya mapumziko utakuwa chachu ya kukuza uchumi wa wananchi mmoja mmoja, huku wakiitumia siku ya pili ya sikukuu ya Christmas, Boxing Day, kujipongeza kwa kupeana zawadi mbalimbali. Ninachotaka kushauri, kitu ulichopewa usikijaji hata kidogo. Kifurahie kwanza. Tukikutana hivi tukacheka tukafurahi, huwa inapunguza makali fulani. Kila mmoja alipo awajibike. Tunaona sasa hivi kuna fursa nyingi, tunahitaji tuwe na viwanda vya mafuta kwa sababu tunalima sisi sasa hivi nadhani ni walimaji wakubwa wa parachichi. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka akitoa salamu za Christmas kwa waumini wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Kusini, amewahimiza wazao wa Njombe kutumia ardhi walionayo kuwekeza katika miradi yenye tija ikiwemo utalii. Mkoa ambao Mungu ameubariki sana. Nirudie maneno ambayo nimeyazungumza wakati wote. Mlioko Njombe na mliotoka mkoani. Mkiwa mkoani ninasema Njombe kuna chawi. Wachina wanaona Njombe kuna fursa. Na wapo kwenye vijiji vyenu huko. Kila mmoja aone anao wajibu wa kurudi nyumbani na kujenga nyumbani, kuanzisha biashara. Kutoka hapa katika kanisa la KKKT Dayosisi ya Kusini hapa mjini Njombe, naitwa Michael Patrick. Asante Michael Patrick. Kwa sasa tukairejea taarifa kutoka kule mkoani Mara, ambapo baadhi ya wafanyabiashara mkoani Mara wameiomba serikali kupitia mamlaka ya mapato Tanzania TRA watafutia wahasibu watakaowasaidia kuandaa na kufunga hesabu zao kwa usahihi ili kuondokana na hasara kubwa wanazokutana nazo wanapokaguliwa na mamlaka hiyo. Musa Makali anatutaarifu zaidi. Kauli hiyo wanaitoa kufuatia meneja wa mamlaka mapato Tanzania TRA mkoa Mara na Solo Ndemo kupita na maafisa wake kuzungumza na wafanyabiashara ili kujua kero na changamoto zinazowakabili, pamoja na pongezi walizotoa wafanyabiashara kwa mamlaka hiyo ya kuboresha mahusiano kwa wateja, lakini swala la wahasibu nalo likagusiwa. Sasa mtutafutie wahasibu wazuri ambao bana hao wahasibu sisi ndio wahasibu tumewapa. Na sisi serikali tulipea wahasibu. Sisi tutakuwa tunalipa kodi nzuri. Serikali itamlipa yule mhasibu ambaye anatutengenezea. Ukiuliza, yani mwaka baada ya mwaka, changamoto nakuta ni zile zile. Na hapa hukufanya hivi. Mbona hiki kitu mwaka jana niliambiwa sikufanya, mwaka huu nimekifanya. Mbona tena kimejirudia? Zamani ulikuwa ukimwona mtu wa TRA mkojo unaweza kupita. Lakini sasa hivi naona mko vizuri. Zile purukushani naona kama sasa hivi hazipo. Niseme palipo na mambo of course changamoto zipo kidogo kidogo, lakini tunashauriana na wenzetu waliopo kituoni. Ili kuwa na mahusiano na wafanyabiashara, maana mnatufanya tusiwe waoga kwenu nyie. Hata tukiwaona hatuna wasiwasi. Kwa hiyo tunafurahi na tunashukuru, tunaomba muendelee tu kuwa na huo moyo wa kuwatia moyo wafanyabiashara kama hivi mnavyotutembelea. Ushauri wangu ni kwamba be friends to us, kwa sababu tukiwa maadui tutawakimbia. Meneja wa mamlaka mapato Tanzania TRA mkoa Mara na Solo Ndemo akipita kuwapa hati za ulipaji bora wa kodi na kusikiliza changamoto zinazowakabili wafanyabiashara, na hapa akazungumza. Ya changamoto ambazo wamezungumza ni za wahasibu ambao wanawaandalia hesabu, na hilo tumeahidi kwamba tutaichukua na kulifanyia kazi
Kwa nini kunatokea na changamoto za namna hiyo? Kwa hiyo lazima tukae pamoja, tuone wapi hawafanyi vizuri, tuweze kuzungumza na kutatua hizo changamoto. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Mara imetoa hati ya pongezi kwa wafanyabiashara takriban 45 waliofanya vizuri katika mwaka wa kodi, huku tuzo hizo akiahidi kuendelea kuzitoa mara kwa mara kwa wafanyabiashara. Jina langu ni Musa Makari na hii ni Channel 10. Asante sana Musa Makari. Tuelekee mkoani Singida. Watanzania wameshauriwa kuendeleza desturi walionayo ya upendo, haki, mshikamano pamoja na umoja, huku wakitakiwa kutatua matatizo yao kwa njia ya mazungumzo badala ya kutumia njia za vitisho, maandamano na vurugu zisizokuwa na msingi wowote. Taarifa ya Jumbe Ismail inasomwa studio. Akiwaaga waumini wa kanisa la parokia ya Kupaa Bwana mjini Manyoni wakati wa ibada ya sherehe za Krismasi zilizofanyika katika kanisa hilo, missionari wa damu azizi ya Yesu Padri Peter Chesko Msaga ametoa ushauri kwa Watanzania wote. Naomba tuendeleze ile desturi tuliyokuwa nayo ya upendo, mshikamano na umoja, na tutatue matatizo yetu kwa mazungumzano. Hata kama kuna tatizo kubwa, bado kuna nafasi kubwa ya kukaa kwa pamoja na kuzungumza kwa pamoja ili kuweza kupata suluhu ya yale ambayo yanatukabili na kupata mwanga wa kuweza kusafiri kwa pamoja kuelekea mbele. Kwa upande wao, baadhi ya waumini wa kanisa hilo wakazungumzia kuhusu nafasi ya Padri Peter Chesko Msaga kwenda makao makuu ya shirika hilo. Kwa nafasi aliyoipata Padri Chesko Msaga ya kwenda Ulaya, kwanza kabisa sisi tunampongeza kwa sababu ni mzao wa parokia ya Manyoni, kwa ni mtoto wa nyumbani. Tunamuomba kwa nakwenda akaweze kutuombea hasa taifa la Tanzania iweze kuwa kwenye hali ya kawaida ilivyokuwa tulivyokuwa tumezoea, hali ya amani nchi yetu, ili wananchi wote wa Tanzania tuweze kuwa na amani, tuendelee na majukumu yetu kama ilivyokuwa zamani. Chesko anapoondoka kutoka Tanzania kwenda nchi za nje kwa ajili ya kumtumikia Mungu, tunamuombea Mwenyezi Mungu amjalie uhai, afya, lakini pia uzima uendelee kubujika ndani ya roho yake ili aendelee kumtumikia Mwenyezi Mungu vema, na hasa kutengeneza chimbuko kubwa ama asili kubwa ya kuendelea kuleta amani ndani ya ulimwengu wetu, lakini kuendelea kuwa chachu kubwa kwa mataifa mengine kupata huduma za kiroho zaidi. Kwenye masuala ya sala na maombi mbalimbali ili amani, upendo uendelee kushamiri. Hata hivyo, wakati wa ibada hiyo pamoja na mambo mengine, waumini wa kanisa hilo walitumbuiza kwa nyimbo zenye mafundisho mbalimbali kutoka kwa waimbaji wa kwaya. Asante sana, taarifa kutoka mkoani Singida. Tukatazame habari nyingine. Jamii ya watu wenye mahitaji maalum wilayani Babati mkoani Manyara imeiomba jamii pamoja na wadau na taasisi mbalimbali kuwakumbuka katika sikukuu hizi za Christmas na mwaka mpya kwa kuwapatia msaada wa mahitaji ya msingi ikiwemo chakula, mavazi na huduma za afya ili kuwapa faraja na kuwawezesha kusherehekea sikukuu hizo kama watu wengine. Elia Kimani anatujuza zaidi. Wakizungumzia kuhusu hali yao, wamesema changamoto za kiuchumi na kijamii zinazowakabili zinawafanya washindwe kufurahia sikukuu hizo kama wengine. Wengi wao hawana uwezo wa kuweza kujinunulia vyakula ili waweze kushiriki kama watu wa kawaida. Kwa jamii na kwa serikali iweze kuwakumbuka, iweze kuwashawishi watu wenye uwezo kuwasaidia au kula chakula cha pamoja na watu wenye ulemavu. Kujiendeleza, kuna baadhi ya watu hawana mitaji hata ya kujiendeleza katika maisha yao. Kwa hiyo wanakuwa na maisha magumu sana. Unakuta mama ana walemavu kama 2, 3, maisha yake ni magumu sana. Hata siku kama ya leo anaweza kama ameitwa hapa, anaweza asifike, hana uwezo wa kushiriki na sisi, lakini sisi hapa tumeshiriki kwa uzuri. Jamii ituthamini na tupendane kama binadamu wengine, tusinyanyapane, maana wengi wanaweza kawa na kunyanyapaa. Kuna vitu vingi unaweza ukawa ushirikishwe kwa sababu wewe ni mlemavu. Akizungumza baada ya kushiriki chakula cha pamoja na wenye mahitaji maalum, ratibu wa kituo cha wenye mahitaji maalum kilichopo kata ya Galapo ile ya Babati Julius Sanga amesema kundi hilo linakabiliwa na ukosefu wa msaada wa kijamii na kifamilia, jambo linaloongeza ugumu wa maisha yao. Jamii inatakiwa tambue na kuwasaidia sana watu wenye mahitaji maalum kwa sababu sehemu kubwa sana hawajiwezi. Kwa mfano, tumekuwa tukiwasaidia baskeli ambazo zinatolewa na halmashauri kupitia wafadhili mbalimbali, zile wheelchairs,
na miongoni mwao wako hapo, wengine wameshindwa kufika kwa siku ya leo, lakini vizuri sana wanajamii wakatambua uwepo wa watu hao katika miongoni mwao na kuweza kusaidiwa kwa mahitaji yale ambayo wanahitaji, kwa sababu wana mahitaji maalum ya kweli, sababu wengi wao wametoka katika familia ambazo ziko duni sana. Kusaidia wahitaji ni letu sisi sote pamoja, serikali na sisi watu moja ambaye kadiri Mungu alivyotujalia tuweze kutoa jinsi tunavyoona kwa moyo ambao kujitolea zaidi. Kutoka wilaya Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, John Elton. Taarifa kutoka mkoani Manyara ya upendo hiyo inatupeleka moja kwa moja kutazama habari za michezo asubuhi hii ya leo, ambapo baadhi ya wadau wa soka jijini Dar es Salaam wameeleza kuwa na imani kubwa na matumaini na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, kuwa itafanya vyema katika mchezo wake wa leo ambao utakuwa ni wa pili katika michuano ile ya AFCON, mchanange ambao utakaopigwa majira ya saa 2:30 kwa sasa Afrika Mashariki dhidi ya timu ya taifa ya Uganda, ikiwa ni mchezo wa kundi C. Wakizungumza na Channel 10 Michezo, mashabiki na wadau wa michezo wakiwemo wachezaji wa zamani na mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Dar es Salaam DRFA Rami Kinyambaya wamesema Taifa Stars ina nafasi kubwa kufanya vizuri kwenye mchezo huo kutokana na uhitaji wa matokeo na kufahamiana kwa timu hizo mbili. Tupate nafasi ya kuwatazama na kuwasikiliza. Mimi kwa imani yangu naamini mechi ya kesho tunaenda kushinda bila kuwa na nani yoyote, kwa sababu tumecheza na wenzetu wale ambao wachezaji wao wanajiamini, walivyocheza ule mchezo wa kuamini kilichotokea. Hata wenyewe ukiangalia, ukisoma mitandao mingi ya Nigeria wanashangaa Tanzania walivyobadilika, walivyocheza mchezo mzuri, wachezaji wamecheza, wamejituma na hawakuwa jiamini mpaka dakika za mwisho kaamua kupoteza muda wenyewe kama wenyewe. Kwa kuamini kwa sisi, kwa wenzetu hapa Uganda, jirani zetu hapa, kesho tunaondoka na ushindi. Pointi 3 muhimu na tutapata siku ya kesho. Tunakwenda kucheza na Uganda, matumaini yetu ni makubwa. Neno moja tu, kama Watanzania tuna jukumu la kuwaombea vijana wetu waamke salama, na sio kuamka salama tu, waamke salama na hari ikiwa iko juu, ili tuweze kupata matokeo. Unaweza ukaona kwamba unaweza ukawa ni mchezo wenye maamuzi. Tunahitaji pointi 3 muhimu sana katika huo mchezo. Kwa hiyo kitu kikubwa sisi ambao tutakuwa nje ya uwanja, kitu kikubwa kwetu ni dua, kumwomba Mwenyezi Mungu awajali vijana wetu waweze kuipambania nchi yao kwa kadri atakavyoweza, ili tuweze kupata matokeo katika huo mchezo. Timu imecheza, imeperform vizuri, tumeruzi. Football ndio iko hivyo, lakini usiweke kwamba unaenda kina yeye anafikiria kupata matokeo vile vile, lakini kikubwa ni benchi la ufundi. Nafikiri walirudi chini, walirudi kwenye madaftari, wakarudi uwanjani, wakajaribu kuangalia ni nini walipokikosea. Nafikiri watarudi, tutaweza tukapata matokeo mazuri na Uganda. Tunataka toboa, lakini Uganda nao pia sisi wanahitaji, yani tunakuwa sisi kama tunaviziana. Uganda anataka pointi kwetu na sisi tunataka pointi kwao. Kwa hiyo swala msingi ni kuwa wamoja, tusupport timu yetu, lakini kusema Uganda ni timu nzuri. Tanzania pia ni timu nzuri, lakini sioni kwamba tunatoboa kwa jinsi mechi ya juzi tulivyocheza. Uganda tunamfunga. Uganda sisi ni level moja, lakini Uganda tunamfunga. Uganda hatuambii chochote, tunamfunga vizuri tu. Uganda tunamfunga. Uganda si ni level yetu, yani tunamfunga. Nigeria tuliocheza nao wale level iko juu kidogo. Iko juu Nigeria. Wapo mbali sana, tupo mbali sana nao, lakini Uganda tunawafunga vizuri tu. Namna hivyo hisia za mashabiki na wadau wa soka kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, inatuhitimishia habari kutoka hapa asubuhi njema ya Channel 10. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutakuja kutazama kunani katika magazeti mbalimbali ambayo yametufikia mezani asubuhi hii.